بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mzanguni katika iman, mzanguni mtazamaji na wafuatiliaji wa darasa zetu hizi, episode za Hajjul Mabrur, tunaelezea hii Hajjul Mabrur. Pia kadhalika katika ndugu zetu pia ambao watufuatilia katika mitandao yetu hii ya kijamii, ikiwemo hii YouTube na ya Nur Path Hajj na Umra, na pia kadhalika katika Instagram na TikTok, na pia kadhalika katika Facebook na kwingineko. Tunaendelea katika kuiangalia hii Hajjul Mabrur, tukiwa katika hizi episode zetu. Hii ni episode ya 7 ambayo tunaelezea haji hii mabrur, ambayo tunaelezea zile sifatu al-hajj al-mabrur. Sikuwa tushaeleza sifa ya 5 ambayo ni kujiepusha na al-fusuq, tajannubu al-fusuq. Kwa hiyo hujaji ikiwa ataka hija yake ni mabrur, basi ajiepushe na fusuq. Katika hii episode yetu hii ya 7 tutaangalia pia kadhalika sifa ambayo ni sifa ya 6 katika miongoni mwa sifa za Hajjul Mabrur. Na zote hizi kuanzia ya kwanza, ya pili, zote takana kwa Muislam, haswa hujaji, kwa sifa hizi ziwemo katika ile ibada yake ya haji, ili ija yake iwe ni mabrur, ambayo malipo yake ni pepo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sifa ya 6, as-sifatu as-sadisa min sifat al-hajj al-mabrur, sifa ya 6 miongoni mwa sifa za Hajj al-mabrur, tajannubul jidali fil hajj, ni kujiepusha na mijadala katika kule kutekeleza ibada ya haji kwa hujaji ambaye ni an-nasih li nafsihi, jaji ambaye ni mwenye kuinasi nafsi yake, hainasi nafsi yake itakia khairi, basi aepushe mijadala katika kule kutekeleza ibada ya haji, kwa sababu ibada ya haji ni ibada ambayo utekelezaji wake unachukua masiku kadhaa, ambapo takriban yachukua wiki takriban. Kutakikana ajiepushe sana hii jidal na hali tuliyotaja, pia kadhalika ikiwemo arrafath, na pia kadhalika na fusuq, na hii jidal fil hajj. Na haya yametajwa katika aya al-karima katika suratul Baqara ambayo tumeisoma katika episode yetu ya zilizopita, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-hajju ashhurun ma'lumat, kwamba ibada ya haji ina miezi maalum. Faman faradha fihinna al-hajj, basi yule ambaye amehirimia ibada ya haji au ibada ya umra, fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj, basi asifanye rafath. Na hii tulishaitaja na tukaifafanua, ila alhamd. Na pia kadhalika wala fusuq, na wala asifanye fusuq, na hii tumeitaja pia kadhalika. Vyote ajiepushe navyo, rafath na fusuq. Na pia kadhalika wala jidala fil hajj, na wala asifanye mijadala. Hakuna jidal, hakuna mijadala katika ibada ya haji. Alhajju madrasatun, ibada ya haji au haji kama haji ni madrasa, ni chuo, ni shule ambayo inapigwa mfano wa juu, ni shule ambayo mfano wake ni mkubwa, inapigwa mfano wa juu lil adabi wal akhlaq, kwa ile adabu ambazo zapatikana kule katika hii ibada ya haji, na pia kadhalika na akhlaq na tabia, kwamba hii ibada ya haji yamtengeza mtu anakuwa na adabu za Kiislamu, na pia kadhalika anakuwa na tabia za Kiislamu, anakuwa na adabu nzuri, anakuwa na tabia nzuri. Hii ibada ya haji yamtengeneza mtu hivyo, na yapigiwa mfano katika vitu hivi, adab na akhlaq. Yatarabba fiha almuslimu, anakuwa au analeleka fiha, katika hiyo madrasa ya hii ibada ya haji, anakuwa na kuleleka huko Muislam katika madrasa hii ya haji, ala al-adabi al-fadila, juu ya adabu ambazo ni bora, zilizokuwa tukufu.
zilizokuwa nzuri katika hiyo ibada, katika madrasatul hajj. Kaenda kutekeleza ibada yake ya haji, kienda kule akirejea atakuwa na tabia nzuri, atakuwa na akhlaq zilizokuwa nzuri, wa husnul muamala, na pia kadhalika ataleleka kuwa na ule muamala mzuri, aleleka kuwa na muamala kule kuamiliana na watu vizuri katika kufanya biashara na mambo mengineyo katika jamii ambayo yeye inamzunguka au jamii ambayo anaamiliana nao au jamii ambayo anaishi nayo. Hivyo wote anavipata katika ile madrasatul hajj, madrasa ya hii ibada ya haji. Sasa katika miongoni mwa ambayo hayapatikana katika ibada ya haji, adabu nzuri na tabia na zilizokuwa bora na ule muamala uliokuwa mzuri, na katika miongoni ambayo takikana ajiepushe nacho ambao ni katika jidal ni albu'du anil jadal wal khusuma. Hivyo vitu vizuri vipatikana katika ibada ya haji, adabu na akhlaq. Sasa katika atakikana ule hujaji katika kule kutekeleza ibada yake ya haji ajiweke mbali anil jadal wal khusuma, ajiweke mbali na ile mijadala na mijadala yale na khusuma na yale magomvi, kugombana kule katika ibada ya haji, ajiepushe navyo. Ikiwa vimepatikana hivi hatujiepusha navyo vitu hivi, basi ibada yake ya haji itakuwa si haji mabrur. Liqaulihi ta'ala, ajiweke mbali na hii mijadala na yale magomvi kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala posema wala jidala fil hajj, wala kuna jidal, asifanye jidal, asifanye mijadala katika ibada ya haji. Amesema al-allama al-imam Muhammad al-imam Abdurrahman Nasr as-Sa'idi rahimahullah ta'ala alipokuwa tafsiri aya hii wala jidala fil hajj, akasema rahimahullah ta'ala wal jidalu, na hii jidal ambayo Allah alitaja katika aya hii, wa huwa nayo hiyo jidal almumarat walmunazaa walmukhasama, kuleta mijadala na yale magomvi katika kule kutekeleza ibada ya haji, kuhasimiana, kugombana na watu, kuleta mijadala isiyokuwa na maana. Hii ni katika maana ya jidal, likauniha, kwa kwake yeye huyu anaeleta hii mijadala, tuthiru shar, kwamba hii mijadala na haya magomvi, kwa kwake hii magomvi haya na mijadala inainua ile shari, inaamsha shari, watuqi'u al-adawa, na pia kadhalika hii mijadala na haya magomvi yanaleta uadui baina ya mahujaji. Walmaqsudu min al-hajj, basi makusudio ya hii ibada ya haji, makusudio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia katika hii ibada ya haji, adh-dhullu wal-inkisaru lillah, ni kule mtu kuwa dhalili, kujidhalilisha kwa Allah na kujivunja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujiona yeye si chochote, si lolote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hajiepushe na hii jidal, mijadala na magomvi katika ibada ya haji. Na pia kadhalika katika makusudio ya ibada ya haji, wataqarrubu ilayhi, na kule kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bima amkana min alqurbat, kwa yale ambayo yeye yawezekana ya kuwa ni wepesi katika yale qurubat, yale ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kadhalika watanazzuhu an almuqarafati sayyi'at, na kujiepusha na kujiweka mbali na yale sayyi'at. Fa innahu bidhalika, hakika kwa haya kule kujikuwa ni dhalili kwa Allah na kujinyekeza na kujivunja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah kwa zile qurubat na kujiepusha na hii kuyaendea haya sayyi'at na dhunub, kwa haya fa innahu bidhalika yakunu mabrura, kikayo haji kwa mambo haya tuliyotaja ambapo ni al-maqsud min al-hajj, ambapo ni adh-dhull wal-inkisaru lillah, dalilisha na kujivunja kwa Allah, nyenyekeza kwa Allah na kukurubia kwake Allah kwa zile qurubat na kujiepusha na kuendea sayyi'at. Kwa haya yakipatikana fa yakunu mabrura, basi inakuwa hija yake ni mabrur. Wal mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, na hajjun mabrur haina malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni pepo. Wa hadhihi al-ashya, endelea al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema, wa hadhihi al-ashya, na hivi vitu, wa in kanat mamnu'atan, na ikiwa vitu hivi ni vyenye kukatazwa, vimeharamishwa, vyenye kukatazwa na sheria, fi kulli makanin wa zamani, vimekatazwa kila sehemu, kwa ni haram kuleta magomvi, kuleta jidal sikuwa na maana, katika kila sehemu zimeharamishwa, na pia kadhalika katika kila wakati vimeharamishwa pia kadhalika, si katika ibada ya haji peke yake, la sababu hapa tunazungumza zile sifatul hajj al-mabrur. Tunaweza kusema mtu kwamba hivi katika ibada ya haji, la
kila pahala hivi vimeharamishwa, fi kulli makani wa zaman, katika kila sehemu na katika kila wakati. Fa innahu, hakika vitu hivi, yataghalladhu alman'u, inakuwa ni kubwa zaidi kule kukatazwa kwake na kuzuia kwake na kuharamishwa kwake, fil haji, katika kule kutekeleza ibada ya haji. Tikana vitu hivi, jidal, mijadala na magomvi, kuamsha kuleta uadui baina ya watu na magomvi baina ya watu, takana hujaji vinakuwa ni vibaya zaidi vitu hivi, fil haji, katika kule kutekeleza ibada ya haji. Uzangu katika iman, asama hujaji wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzingatie hizi sifat alhaji almabrur, ili hija zetu ziwe ni haju almabrur, ambayo hii tumeitaja katika hii sifa ya sita, ni kule kujiepusha na jidal, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wala jidala fil haji. Hadha wallahu a'lam. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.